na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tuendelee na novena ya Roho Mtakatifu, tunapongojea Roho Mtakatifu atakayemiminwa kwetu siku ya Pentekoste. Wapendwa, leo ni siku ya 8 ya novena yetu. Hivyo basi tunaalikwa kutafakari kwa pamoja tunda la fadhili. Fadhili ni nini? Ni tabia ya huruma na msaada kwa wengine. Ni njia mojawapo ya kufikisha upendo wa Mungu kwa watu wengine, watu wanaotuzunguka, zaidi sana watu ambao wanahitaji msaada wetu. Injili kadiri ya Luka sura ya 6 aya ya 36 inaeleza wazi: kuweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Kama sisi wote ni watoto wa Mungu, tunaalikwa kufanya yale yote ambayo Mungu mwenyewe anatualika kuyafanya, mojawapo ikiwa ni kuwapenda ndugu zetu, kuwafikishia huruma ya Mungu. Yesu baada ya kukaa na watu kwa siku 3 akiwafundisha, aliwahurumia. Hakutaka kuwaacha waondoke na njaa. Akasema, sipendi kuwaacha waende bila kula, wasije wakazimia njiani. Na sisi tunaalikwa kuwaonea huruma watu wanaotuzunguka. Tunakumbushwa pia tusiwe na fadhili tu kwa watu ambao wanaweza kututendea fadhili. Sisi pia tusiwatendee watu fadhili au mema tukitarajia kwamba na sisi tutaweza kupokea mema kutoka kwao. Tuwatendee hata watu ambao ni wa chini kabisa, ambao tunaona kabisa hawana kitu chochote kile cha kuturudishia sisi. Ninafanya matendo ya fadhili hata kwa wale ambao hawawezi kunirudishia kitu chochote. Wapendwa, tukifanya hayo ya kufanya fadhili kwa watu wadogo kabisa, kwa watu masikini, kwa watu ambao hawana kitu chochote kile cha kuturudishia, ndipo tutakapojichotea neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tuombe. Roho wa huruma, nijaze moyo wa fadhili. Nifundishe kuonyesha ukarimu, upole na huruma kwa wote ninaokutana nao, hasa wale wanaonizunguka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.